Wache ni wapongezi wa viongozi wa Simba hususan kwenye kamati ya usajili kwa namna ambavyo walivyokwenda kumsajili Ibrahim Dumbia. Ni kijana mdogo lakini ana historia kubwa kwenye football. Ibrahim Dumbia ndio mfungaji bora kwenye ligi ya Mali akiwa na miaka 19. Anakwenda kufunga goli 13, anakwenda kwa assist 5. Ndio mfungaji bora wa timu yake. Timu aliyotoka wamefunga goli 27 baada ya ligi kukwisha. Mwamba mmoja amehusika zaidi ya goli 22 mpaka 23. Kwa hiyo ni mchezaji wa kujivunia na ni mchezaji wa kutamba naye. Kwa hiyo lazima niwaambie mashabiki wa Simba, kazi kubwa iliyobaki kwetu ni kwenye dua na sala kuombea wachezaji hawa, kwa sababu kuna watu wameumbwa duniani wanachoyo. Kuna watu wameumbwa duniani wanachoyo. Kina nani wamechoyo? Wakiona kitu kizuri kiwe cha jirani yake, yeye anataka kwenda kubadilisha kile kizuri kwa nini kibaya. Ila niseme mwaka huu iwe isiwe, hatutakubali kwa namna yote ile kumwona mchezaji wa Simba anafanywa mabaya na watani. Kumbe kuna watu wanawafanyia mabaya wachezaji. Wakienda kuroga nasi tutaroga. Wakienda kuchimba nasi tutachimba, ili kuona namna ambavyo malengo ya Simba mwakani yanaenda kufanyaje, kwenda kutimia. Kwa hiyo niseme kwa wastani, Ibrahim Dumbia ni striker bora na Simba hakuja kwa bahati mbaya, amekuja kwa malengo ya Simba na inshallah mwakani anakwenda kutimia. Kwa hiyo unasema Ibrahim Dumbia ni mchezaji mzuri. Ni mchezaji ambaye amekuja kukamilisha malengo ya nani? Ya Simba. Na inshallah malengo ya Simba mwakani anakwenda kutimia. Shabiki Kisugu, kwa kile ambacho kilichokuwa kinazungumzwa juu ya winga wa Simba Sport Club Libase. Kuna taarifa ilikuwa inasemekana Libase kuna ofa ambazo zimekuja kutoka sehemu mbalimbali, na taarifa ambazo zilikuwa zinaendelea kuwa msimu unaoanza inakuwa kuna advantage ndogo sana kusalia kwa wekundu wa Msimbazi Simba, lakini Libase yeye amesema mwenyewe hatakuwepo na atazidi kuwepo zaidi. Kwa namna jinsi ulivyomuona Calesto kwenye namna anavyocheza msimu na Libase, kuna watu watatapika damu kama semaji alivyosema, watu waje uwanjani na dawa ya pumu. Yes. Kwanza pia nirudie tena kuwapongeza management ya Simba. Simba ni klabu kubwa. Simba lazima waishi kwenye malengo yake. Na malengo ya klabu kubwa siku zote kwenye dunia kuhakikisha wanachukua mataji. Na moja kuchukua mataji kuhakikisha kwamba wachezaji wako key player unapambana nao wanabaki kwenye timu. Kwa hiyo lazima nipongeze management ya Simba kuna namna ambavyo wamepambana, wale wachezaji quality player wote wa Simba wamefanyaje? Wamebaki. Maneno yalikuwa mengi sana. Wachambuzi walibadilisha maneno mno. Lakini mwisho wa siku Libase Agee jana ameripoti kambini na ameanza mazoezi na Simba. Hii inaonyesha namna ambavyo Libase bado tunaye. Lakini kwa bahati mbaya, bahati nzuri niseme bila kificho, Libase yale maneno yalikuwa anasema alikuwa anayasikia. Libase akajua baadhi ya wachambuzi wengi Kiingereza hawajui. Na ndio maana jana Libase akatumia maneno ya Kiswahili akasema nipo sana Simba. Aliwasaidia watu jana. Maana yake anakwenda kutengeneza msaada kwa wale ambao wasiojua lugha ya nini? Ya kigeni. Anakwenda kutafsiri kwa lugha sahihi kusema bado yupo sana Simba. Ni jambo zuri, ni jambo la faraja kwetu. Lakini niseme leo hii, waandishi mmemaliza kunihoji Ibrahim Dumbia, mtakwenda kunihoji kuhusu Calesto. Kila mchezaji mtakwenda kunihoji, lakini ukweli ndio hivi, Simba umesajili wachezaji quality player. Ulimuona Kopa. Rudini kwenye mechi ya Simba aliocheza na Mogadishu. Goalkeeper wa kwanza alicheza mdogo wangu Aberi. Namba 2 alicheza Duchu. Sikilizeni hiyo list alafu muje muangalie namna ambavyo Simba imesajili wachezaji quality. Namba 3 kacheza Nathaniel Chilambo. Kwa mara ya kwanza mwalimu Steven Becker anafanya surprise. Anamchukua Mligo baada ya fullback kushoto anakwenda kuzima kata fullback 4. Nani anakataa? Nani anakataa? Namba 6 akacheza mchezaji bora Kevin Nation. Midfield juu ana clash, chini ana Devela. Juu ana clash, chini ana Devela. Ametulia.
Rating namba 7 amekwenda mdogo wangu Abubakari. Hii unaona namna ambavyo Simba walivyokuwa na quality player, lakini wakati nataja listi first 11 mkamfikiri kwamba timu ya mwaka jana Simba haijabomoka, bado iko ile vile. Namba 8 kacheza bwana mdogo anaitwa Kopa. Mwalimu anafanya surprise nyingine, anamchukua Innocent Liemba na kwenda kumchezea namba ngapi? Namba 9. Lengo ni nini? Lengo kuwaonyesha namna ambavyo Simba usajili wake walivyofanya mwaka huu na malengo ya Simba namna ambavyo wanavyotaka kama klabu kubwa. Sisi tumesajili wachezaji, hatujasajili vinyozi. Ni mmesajili? Lipo tangazo kutoka saluni moja Warabuni, Saudi Arabia. Wanasema walikuwa na kinyozi wao amewatoroka, kwa hiyo kama kuna mtaalamu wa kinyozi aende akaombe kazi kwenye hiyo saluni. Nani aliwatoroka wewe? Baada yule mchezaji kwenda kutangazwa amesajiliwa, wenye saluni wakapata mashaka, huyu mpira kacheza lini? Kumbe mara ya mwisho alikuwa anacheza ligi ya Zambia na rafiki yake alikuwa Patrick Pili. Ingieni kwenye ukurasa wa Patrick Pili, ameongea haya maneno, mimi sibahatishi. Na bahati nzuri niwaambie waandishi wa habari, nchi hii timu zote zina maifluencer, lakini timu yenye maifluencer bora ni Simba Sports. Maanisha nini? Timu yenye maifluencer wamesoma ni Simba Sports. Timu yenye maifluencer wenye mvuto ni Simba Sports. Timu yenye maifluencer wenye msimamo ni Simba Sports. Na hili ukitaka kulijua, nendeni mkaulize management ya Yanga. Kila jambo bora la Yanga lazima influencer wa Simba aitwe na alikwe, na apewe nafasi kubwa. Wengine wataishia kaburi moja tu kupiga kelele hapo. What a player. Nyinyi mmekuwa mashahidi, waandishi. Mlikuwepo kwenye paredi la Yanga. Yanga wanakuwa mabingwa, influencer gani alokupata nafasi ya kunyanyua kombe? So wa Simba. Kumbe yule mnamtambua kama influencer mwana familia wewe. Kuna muda mwingine, kwani shetani alikuwa kiumbe wa nani? Shetani alikuwa kiumbe wa nani? Kwani mnaamini kwamba shetani Mungu amtambui shetani kwamba kiumbe wake? Sasa nyinyi shida nini? Kwa nini mnamtambua yule? Nasema kwani Mungu amtambui kwamba shetani kiumbe wake japokuwa anajeuri? Anamtambua. Namesema hivi, kwani Mungu amtambui shetani kwa kiumbe wake? Lakini bado anakuwa nani? Kwa nini mnamtambua? Kwa hiyo ninachosema, juzi haya maneno yangu ili yaonekane kwa kweli, ili nimwambie mdogo wangu Kizinga aendelee kushona viatu, achane na ya mambo, anapoteza muda, ana thamani ndani ya timu yake. Kizinga aendelee kushona viatu, aendelee kupiga kelele makaburi moja hapa, aendelee kupika pilau, arudi shule akaongezea degree yake, maisha yaende. Hawathaminiki. Juzi moja katika siku ya muhimu, juzi wameambia watu wasilale. Watu wamekesha, sio mimi. Wakati wanakwenda kuwatambulisha wachezaji wao kwa maelezo yao. Surprise ilikuwa nini kati ya mchezaji na mshabiki wa Simba? Shabiki wa Simba. Rais wa Dar es Salaam Young Africans, rafiki yangu, ndio mgombea pekee ya wenyekiti ndani ya Yanga, ndivyo sivyo? Engineer Harris Saidi anampa Michael Kamwe ya Azam TV, anamwambia hii surprise imalizie wewe. Ndio nimemnukuu hivyo. Waandishi wa habari, mnapoona maifluencer wa Simba wakimbilieni na wapeni maiki, kwa sababu ni watu muhimu na wanajua nini wanafanya. Wewe Makonde, unanisikia? Kwa bahati mbaya na bahati nzuri tunawapongeza, umuhimu wetu wanajua, na ndio maana wanatuita kwenye sherehe zao kwenda kuwatangaza watu ambao sisi wanaotudhamini Simba Sports. Lakini mikoa ni kama ni rahisi nini kurubuniwa sana wana Yanga.
Hivi katika siku ile kama unasimama na wasomi kati ya wale na hawa, kati ya mdhamini wao na mdhamini wetu, mdhamini gani alokwenda viral? Betway. Na yule kijana ana akili, Mungu ampe maarifa marefu. Alipopewa maiki Azam akasema nikiona keka katikati hapa, nembo itakuwa ionekane, akatanua kifua hivi. Hii inaonyesha namna ambavyo ma-influencer wa Simba wana mvuto mkubwa kwenye jamii. Kisugu, tutegemee na wewe siku moja ukiwa umeitwa na wananchi pale unadunda dunda kutokana na akili mlizonazo nyinyi mashabiki wa Simba na mvuto. Mimi na dau kubwa shehe. Watakuwekea. Hawawezi. Ikitokea wameweka Kisugu, kama unashindwa dau la 5 bilioni 5 kwa yule mchezaji mnamwita nani? Gizimana wala nimemwita yule? Mugisha. Kama unashindwa unaweza kwa Kisugu? Kwa Kisugu ni zaidi ya Giri Mugisha. Kama unashindwa kumchukua yule mzee nani yule South Africa? Shalulile, unaweza kumchukua Kisugu? Ni expensive bro. Na umesema wewe swaiba yako. Kwa hiyo naambiwa sana viongozi wa Simba. Wapongeze. Wamefanya jambo zuri, wamefanya jambo jema. Kazi kubwa alokaba. 2-1 to City. Haaland scores.